Thamani ya mateso kwa Mkristo. Basi kati ya vitu vigumu ambavyo haviongeki kuviongea ni pamoja na kumwambia mtu kwamba eti mateso yana thamani, mateso yana faida, mateso yana faraja, mateso yana ushindi. Ni lugha ambayo inakinzana na uhalisia unavyosikia na kuonja maana ya mateso. Lakini iwe ni kweli unaonja mateso, na hata kama kweli utaona maneno haya yanakuwa magumu, ukweli ni kwamba mateso yana faida kubwa kwa Mkristo. Na hapa ndipo shetani alipozingirisha ujanja wake wa kumnasa mwanadamu. Shetani alifaulu sana kumpa mwanadamu mateso, na hayo mateso mwanadamu akashindwa kuyatafsiri vizuri, yakamfanya amkimbie Mungu na kumfuata shetani. Na ndiyo mtego mkubwa ambao shetani anautumia kuwanasa wanadamu. Yesu ametumia njia hiyo hiyo ambayo shetani ameitumia kuleta maana mpya ya mateso, kwamba mateso sio mwisho, mateso ni mwanzo, mateso ni faida, mateso yanatuletea ushindi. Ndugu zangu, mateso ni hali yoyote impatayo mtu iliyo kinyume na furaha. Mateso ni hali yoyote au ni kitu chochote chenye kupinga furaha. Na katika maisha yetu sisi wa Kristo, mateso ni msalaba. Kwa vile mateso ni msalaba, basi yana thamani ya ukombozi katika maisha ya Mkristo. Kwa mwenye imani thabiti, mateso ni baraka, mateso ni furaha. Sentensi hizi bado zinaleta ukakasi mtu kumwambia anateseka alafu anapata furaha. Pole pole tutaelewa taratibu maana ya jambo hili. Ndugu zangu, kanisa limeyatenga mateso katika makundi manne. Na katika makundi manne hayo ni makundi matatu tu ambayo yanaleta tafsiri ya kwamba mateso yana furaha, mateso yana baraka, mateso yanatuletea neema sisi wa Kristo. Sasa tutaanza kundi la kwanza ambalo halina hata maana. Hivyo ni mateso ambayo tunapaswa kuyakimbia. Ndani yake hakuna wokovu wala ukombozi, ni mateso tupu kabisa. Nalisema hili kundi la kwanza, alafu tubaki na matatu ambayo yanatuonyesha mateso jinsi yalivyo na furaha. Kundi la kwanza, yapo mateso ambayo ni adhabu kwa dhambi zetu binafsi. Kwamba mtu anapata mateso, na haya mateso yanatokana na dhambi za mtu binafsi. Haya sio mateso yanayotuletea faida. Haya ni mateso ya kukimbia. Haya ni mateso sio ya kuelekeza, ni mateso yasiyokuwa na maana. Haya mateso yako namna gani? Kwa mfano, mwizi anajeruhiwa akiwa na iba. Amepigwa, amekatwa sikio, amepigwa, amekatwa mkono, amekimbia, amevunja mguu, ataanza kuugua, ataanza kuonja mateso. Mateso kama haya ni mateso mabaya, hayana kitu chochote wala hayana thamani yoyote kwa Mkristo. Haya mateso yanayotokana na dhambi zetu, haya ni mateso ya kukimbia, si mateso mazuri, ni mateso mabaya. Haya kila Mkristo anaalikwa kuyakimbia au kufanya mbinu ya kujizuia na mateso haya. Mateso haya hayana kitu. Tubaki na haya matatu ambayo ni muhimu kweli kwetu sisi na ndiyo yana thamani. Taeleza haya mateso matatu yaliyobaki. La kwanza ni mateso ambayo kwayo Mungu anataka kutupatia maslahi.
Haya ndiyo yanayoongelea Mungu. Haya ndiyo yana thamani. Haya ndiyo yanapompata Mkristo yana baraka, yana furaha, yanamletea ushindi. Mateso ambayo kwayo Mungu anataka kutupatia furaha. Kwa mfano, yale masalia yaliyopewa Ayubu baada ya kufikwa na mateso makubwa. Kati mateso aliyoyaonja Ayubu, haya ni mateso yenye faida, ni mateso ambayo Mungu anayaleta kwa mtu ili apate mastahili. Nitawakumbusheni mateso ya Ayubu kadiri ya kitabu cha Ayubu sura ya 1 aya ya 1. Pameandikwa hivi: palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyu alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Huyu mtu mwema, mcha Mungu, aliyeishi vizuri, anapewa mateso. Mateso haya anayopata hayatokani na dhambi, hayatokani na makosa, bali Mungu anampa ili yampatie mastahili. Majaribu ya Ayubu yalikuwaje? Ayubu kabla ya kupata haya mateso alijaribiwa katika mali. Alikuwa na mali nyingi. Kondoo walikuwa 7,000 wakafa wote. Alikuwa na ngamia 3,000 wakafa wote. Alikuwa na jozi za ng'ombe 500 zikafa zote. Alikuwa na punda 500 wote wakafa. Alikuwa na watu wa nyumbani kwake wengi sana, wote waliuawa na mwili wake ulipatwa madonda. Hayo maelezo yanapatikana katika kitabu cha Ayubu sura ya 1 aya ya 3. Katika mambo hayo yote aliyotendewa Ayubu, hakufanya dhambi wala hakumwazia Mungu kwa upumbavu. Ayubu sura ya 1 aya ya 22 inatuambia hayo. Sasa Ayubu hayo yote anapojaribiwa, ni mateso hajayaomba. Yeye ni mwema na mkamilifu mbele za Mungu. Ghafla Mungu anamletea mateso hayo, au Mungu anaruhusu mateso hayo, na Ayubu anayapokea bila kunung'unika, bila kumwasi Mungu, bila kumkosea Mungu, anayabeba. Anavumilia mateso haya Ayubu, na kweli mateso haya yanamletea mastahili kwa sababu ya uvumilivu wake. Je, kilitokea nini Ayubu alipovumilia mateso hayo makali kiasi hicho? Kitabu chake cha Ayubu sura 12 aya 17 inatupatia kilichotokea kwa sababu ya Ayubu kuvumilia mateso hayo ambayo Mungu aliyaruhusu. Kitabu hicho cha Ayubu sura ya 12, sura ya 42 aya 12 hadi 17 inasema: basi hivyo Bwana akaubariki huo mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake, naye alikuwa na kondoo 14,000 na ngamia 6,000 na jozi za ng'ombe 1,000 na punda wake 1,000. Tena alikuwa na wana waume 7 na binti 3. Katika nchi hiyo yote hawakuwepo wanawake waliokuwa wazuri kama hao wa Ayubu. Ni kwa jinsi Ayubu alivyovumilia mateso haya yanatokea. Kisha baada ya mambo hayo yote akaishi miaka 140, naye akaona wanawe na wana wa wanawe, hata vizazi 4. Oneni, Mungu alimjaribu Ayubu. Mungu aliruhusu majaribu ya Ayubu katika mali, lakini pia katika familia yake, na akaruhusu hata katika mwili wake. Alivumilia, na mwishoni
anapata mali zaidi, anapata watoto zaidi, na miaka mingi aliendelea kuishi miaka 140. Haya ni mateso yanayompata mtu mwema. Mateso haya yana thamani. Kwa hiyo mateso yana thamani kwa Mkristo. Tutazame mengine mawili yaliyobaki ili tuweze kujipima vizuri na kuona thamani ya mateso haya vizuri. Aina ya pili ya mateso yenye thamani ya Mkristo yanaitwa mateso ya kishuhuda. Mateso ya kishuhuda, yaani kushirikiana na Mungu katika kujikomboa. Tunafundishwa kuwa kadiri mtu anavyomkaribia Yesu na kushirikiana zaidi naye kiroho, vivyo hivyo ndivyo mateso yake yanavyozidi kuongezeka. Na hivyo ndivyo, kwa sababu daima Yesu ni mteswa na msulubiwa, kwa kuwa anampenda sana, basi anasikia zaidi mateso ya Bwana wake. Hivi ndivyo ilivyo, ndugu zangu. Yapo mateso ambayo Mungu anampa mtu kwa ajili ya mateso ya kishuhuda. Haya yanakuwepo tu ili mtu aliyepewa mateso ashirikiane na Mungu katika kujikomboa. Haya ni mateso Mungu anayowazawadia watu anaowapenda baada ya kuwa karibu zaidi na yeye. Mateso ya namna hii yanampata Mkristo kwa lengo la kushiriki mateso ya Yesu, kama tunavyosoma katika kitabu cha Korinto sura ya 1 aya 24 kwamba sasa nafurahi kuvumilia mateso kwa ajili yenu, hivyo ninatimiza katika mwili wangu yaliyopungua katika mateso ya Kristo kwa ajili ya mwili wake, yaani kanisa. Mateso haya pia hutoa fundisho kwa wengine walio wazima. Kwa mfano, kiwete ama kipofu anazaliwa, hajaomba ule kuwa kiwete ama hajaomba kuwa kipofu, anazaliwa hivyo hivyo. Haya yanamsaidia kwa ajili ya kushirikiana kujikomboa mwenyewe. Hata watu wanaoshirikiana wanapata nafasi hiyo ya kujikomboa. Tunasimuliwa kuwa Yesu alipokuwa akipita alimwona mtu aliyekuwa kipofu tangu kuzaliwa. Wafuasi wake wakamuuliza, Rabi, ni nani aliyetenda dhambi, huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? Yesu akajibu, huyu hakukosa wala wazazi wake, amezaliwa kipofu ili kazi ya Mungu ijionyeshe kwake. Injili ya Yohane sura ya 9 aya ya 1 hadi ya 3. Ndugu zangu, yako mateso ambayo Mungu anampa mtu kwa ajili ya kujikomboa, kwa ajili ya kumletea baraka, kwa ajili ya kumletea sifa, kwa ajili ya kumpa Mungu utukufu, ili Mungu ajitukuze kwa mtu huyu anayehangaika na mateso ya namna hiyo. Haya ndiyo mateso ya aina ya pili yanayompa mwanadamu ama Mkristo furaha, yanayompa Mkristo thamani. Mateso ya aina ya tatu yanayompa Mkristo furaha au yanayompa thamani ni mateso yasiyoelezeka hata kidogo. Haya ndiyo yale mateso ya kifungo, yaani hutokea kwa mtu asiye na hatia yoyote na kukosa maelezo. Mtu hana hatia yoyote, ni zaidi ya Ayubu huyo. Mtu hana hatia yoyote, anapata mateso, tunakosa lugha ya kuyaeleza. Haya mateso ya namna hii
hapa duniani yamewapata watu wawili peke yake. Wa kwanza anaitwa Yesu Kristo, wa pili anaitwa Bikira Maria. Hawa wamepata mateso ya kifumbo, mateso ambayo kuyaeleza haiwezekani. Ni mateso yasiyoelezeka, ni mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hakuna mwanadamu mwenye uwezo wa kuhimili mateso aliyoyapata Yesu, na hakuna mwanadamu wa kawaida anayeweza kuhimili mateso aliyopata Bikira Maria. Haya ni mateso ya ajabu, mateso yasiyoelezeka, mateso ya kifumbo ambayo mwanadamu yeyote ile hawezi kuyapata isipokuwa ni Maria na mwanae Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo ndugu zangu, baada ya kuyatazama hayo mambo, aina ya mateso, ndipo sasa tunakuja kukubaliana kwamba si kila aina ya mateso ni mateso. Kwani yapo mateso ambayo yanampa mwanadamu ushindi, yanampa mwanadamu furaha. Ndugu zangu, nitawaomba sana tuvumiliane ili tusikie watakatifu kadhaa ambao waliyaona mateso na wanatupa ushuhuda na kututia moyo sisi tunaopitia mateso. Hapa tulipo hapa, kila mtu anaonja mateso kwa mtindo wake, na wengi tunahangaika na mateso ambayo hayatokani na dhambi zetu. Sasa tupate ushuhuda wa watakatifu kadhaa ambao walijipa muda wakatafsiri mateso, wakafika kutuambia hivi: mateso kwa Mkristo ni baraka, mateso kwa Mkristo ni furaha, mateso kwa Mkristo yanamletea heshima, mateso yanamletea baraka. Tunaanza na Mtakatifu Francis. Tunaanza kwanza na maneno ya Baba Mtakatifu Francis. Yeye yuko hai, yeye alivyotafsiri mateso alisema yafuatayo. Papa Francisco aliyasema hayo katika tafakari yake juu ya imani kwenye adhimisho la misa katika kanisa dogo la Mtakatifu Marta mjini Vatikani mapema siku ya Ijumaa ya tarehe 27 Septemba mwaka 2013. Baba Mtakatifu Francisco alisema hivi: uthabiti wa imani ya Mkristo huonekana katika uwezo wake wa kupokea kwa furaha na uvumilivu majaribu, madhalilisho na mateso katika maisha yake ya kila siku. Narudia, uthabiti wa imani ya Mkristo huonekana katika uwezo wake wa kupokea kwa furaha na uvumilivu majaribu, madhalilisho na mateso katika maisha ya kila siku. Tunapokubali kubeba mateso, yanajumuisha misalaba na changamoto zote. Tunapozibeba kwa furaha, tukakubali na kuvumilia, yanaonyesha uthabiti wa imani wa Mkristo. Na huyu Mkristo akiwa thabiti katika imani, anajijengea mazingira ya kumuona Mungu, kwani aliko Mungu anafika watu wenye imani thabiti. Baba Mtakatifu Francisco aliendelea kutafakari na kuongeza maneno yafuatayo. Tangazo la Kristo kwa wafuasi wake juu ya mateso, kifo na ufufuko wake, kama alivyolitoa kutoka katika Injili ya Luka sura ya 18 hadi 22. Anasema sasa Papa Francisco kwamba tangazo la Kristo kwa wafuasi wake juu ya mateso, kifo na ufufuko wake ni tangazo linaloonyesha ustawi wa kiroho. Tuna kila msaada
Yesu Kristo, kanisa, sakramenti, Bikira Maria, yote yakiwa ni kazi nzuri kwa ajili ya ufalme wa Mungu, na hivyo Kristo anajiona amekamilika. Lakini hayo yasitufanye tujisahau kuzingatia kwamba bado tunatakiwa kusimama imara katika kupambana na mawimbi yanayoambatana na majaribu ya mateso na kifo cha aibu, kama ilivyokuwa kwa Kristo mwenyewe. Haya ameyasema Baba Mtakatifu. Ndugu zangu, tutoe angalisho, tena angalisho kubwa kwa Mkristo. Ieleweke kuwa kuzusha na kujikita kutangaza injili ya mafanikio pekee na kupuuzia msalaba kama kunavyofanywa na madhehebu yanayomea kama uyoga kila kuchao leo ni jambo la hatari. Ni jambo la hatari. Si rahisi sana kuyasikia haya mambo kwenye majukwaa mengine. Tunahubiriwa thamani ya mateso. Daima tumeambiwa tu habari za mafanikio. Daima tunaambiwa vitu vya kutufurahisha. Hawagusi habari za mateso. Na hii ndiyo imekuwa shida kubwa mno, na Mkristo anapokabili mateso anakata tamaa. Kumbe mateso, ndugu zangu, yana thamani. Mateso yana faida. Mateso yana baraka. Si kila mateso ni adhabu. Yapo mateso ambayo Mungu analeta ili tupate mastahili. Ajabu na mshangao. Iweje tutangaziane utamu wa Yesu pekee huku tukifumbia macho msalaba wa Yesu? Iweje? Hiyo ni ajabu kabisa. Injili gani inayotangaza Pasaka, ushindi wa kishindo wa Bwana wetu Yesu Kristo dhidi ya mauti, bila kutangaza Kwaresma, Ijumaa Kuu ya kwanza, yaani toba na mateso? Ndugu zangu, jambo hilo litushtushe. Tujiepushe na manabii wa uongo wanaotaka kutulia, wanaotaka kutupotosha. Kumbe yapo mateso yana thamani kwako. Yapo mateso yana Mungu analeta kwa lengo la kukupa wokovu. Yapo mateso Mungu analeta kwa ajili ya kuiponya familia yako. Yapo mateso kwa ajili Mungu analeta kwa sababu ya kukupa faraja. Na Mtakatifu Francisco wa Asizi alitafakari juu ya mateso. Yeye alikuwa na wanafunzi wake. Alipokuwa na wanafunzi wake, akawauliza swali. Aliwauliza hivi: mwadhani furaha ya kweli inapatikana katika nini? Wale wanafunzi wakaanza kujibu. Wengine wakasema katika kula na kunywa. Wengine wakasema katika kusali. Wengine wakasema katika kuwahudumia watu. Mtakatifu Francisco akasema hapana. Furaha ya kweli hupatikana katika mateso. Kwani katika mateso na msalaba, na msalaba ndio daraja yetu ya kumwona Mungu. Mateso yana thamani kwa Mkristo. Mateso yana baraka kwa Mkristo. Mateso yanakusogeza karibu na Mungu wewe Mkristo. Kwa mateso yanakupa furaha. Na Mtakatifu Brigita wa Sweden alipata ni kati ya watu watakatifu walioonja mateso. Yeye alipokea mateso kwa moyo mkunjufu, na daima alisali sana kuombea watesi wake, na aliwaita kuwa ni wafadhili wa mbinguni. Yeye ni Mtakatifu Brigita wa Sweden. Ni kati ya watakatifu waliopata changamoto za mateso. Yeye aliyatafsiri mateso ni baraka. Hivyo aliyaona mateso kama ni ufadhili wa kufika mbinguni. Yeye anaendelea kusema kwamba daima tuwashukuru wafadhili, kwamba daima tunawashukuru wafadhili wa hapa duniani wanaotupatia mali, wanaotupatia vitu mbalimbali, lakini tunawasahau kuwashukuru wale wanaotutesa, kwani kwa kuteswa
tunaipata mbingu. Nimewaahidi kwamba nitawapitisha kwa takatifu kadhaa ambao walipata nafasi nzuri ya kutafsiri mateso na wakayafurahia. Mwingine anaitwa Mtakatifu Teresia mtoto Yesu. Yeye alisali hivi. Naye ni kati ya watu walioonja changamoto mbalimbali hasa katika kazi yake ya umisionari. Yeye alisali hivi: kama ni mapenzi yako niteswe, basi na niteswe sana. Ongeza mateso haya kama inakupendeza. Anasali mbele ya Mungu, anamwambia hivyo. Anafurahia mateso kwa sababu mateso ni baraka. Anasema kama ni mapenzi yako niteswe, basi niteswe sana. Ongeza mateso. Ongeza mateso haya kama ya kupendeza. Alisali hivyo katika mahangaiko yake ya mateso. Mwingine ni Mtakatifu Inyasi wa Antiokia. Hawa ni baadhi ya watakatifu waliopata mateso makali. Inyasi yeye alikamatwa, akasafirishwa mwendo mrefu akiwa amefungwa, anaburuzwa. Aliburuzwa, akafika, akawekwa kwenye uwanja. Wanamburuza hivyo na kumtesa kwa sababu ya imani yake. Wakamweka kwenye uwanja, wakamfunga kwa wanyama. Mnyama yule anakimbia kwenye uwanja, anamburuza. Baadaye aliliwa na simba, wakamtafuna. Huyu Inyasi anasema hivi: Mkristo anafananishwa zaidi na Yesu na kushiriki kamilifu kazi yake ya ukombozi, hasa anapovumilia mateso ya maisha yake kwa imani. Mateso na kifo kwa yenyewe havina uzuri wala faida, ni bahati mbaya tu, lakini vikipokelewa kwa imani na Mkristo vinapata kuwa sakramenti, vinakuwa alama ya mateso na kifo cha Kristo, na hivyo vinapata thamani tele mbele ya Mungu. Huyo ni Inyasi aliyevumilia mateso ya ajabu, akatupwa kwenye katikati ya wanyama, simba wakamtafuna. Anasema kama Yesu aliamua kutumia ngano kuwa yeye, naye akasema na mimi nitafune niwe ngano nimshuhudie Kristo. Kwa moyo wa imani, Mtakatifu Inyasi wa Antiokia aliona kuwa hawapo katika mateso ndipo yupo karibu na Mungu. Anasema hivi: nilipo karibu na upanga ndipo nilipo karibu na Mungu. Nilipo pamoja na wanyama wakali ndipo nilipo pamoja na Mungu. Ona huyu mtu anawekwa kwa wanyama, anatoa maneno hayo. Anateswa si kwa sababu ametenda dhambi. Wanamkamata na kumtesa kwa sababu ya imani yake. Hajafanya kosa, ila watesi wanamkamata na kumdhalilisha kiasi hicho, na ndiyo anafurahia. Anasema nilipo karibu na upanga ndipo nilipo karibu na Mungu. Nilipo pamoja na wanyama wakali ndipo nilipo pamoja na Mungu. Huyo ni Mtakatifu Inyasi wa Antiokia. Yuko mwingine anaitwa Vicente wa Paulo. Anayatazama mateso kama mapenzi ya Mungu kwa wateule wake. Ndio maana anasema inampendeza Mungu kumpatia mateso yule aliye imara katika upendo wake. Hivyo kuchukua mateso na kunyamara ni njia bora ya kujipatia fadhila na kumtukuza Mungu. Pia aliongeza hivi: mateso ni mtihani wa imani ambayo kwayo twajifunza pia kutambua thamani ya wengine. Tena ukiingizwa mwenyewe katika udhaifu wa majaribio, utafahamu wengine vizuri zaidi. Yeye anatazama mateso, yanaweza kupa nafasi ya kuwatazama pia wengine. Tumalizie na kumtaja Mtakatifu Yosefina Bakita.
Mtakatifu Yosefina Gakita akiwa sister aliulizwa swali. Akiwa sister hapo kamuuliza Yosefina, kama leo ungekutana na watu waliokutesa ungefanya nini? Yeye akasema, kama ningekutana na wale walionitesa ningewapigia magoti na kuwashukuru sana, kwani wasingekuwa wao nisingekuwa sister. Anayafurahia mateso, kwa ya mateso yana faida kwa Mkristo. Ndugu zangu, somo hili ni gumu. Ukiomba neema ya Mungu kabisa ukashinda jambo hili, utafika mbali. Utafika mbali. Mateso ambayo yanatokea hujayaomba, unashikia jambo limekutokea, umefanya bidii kama mwanadamu, bado yaruhusu mapenzi ya Mungu, hayo mateso yatakuletea baraka. Wapo watu wana fadhila ya kupokea mateso. Mara moja mimi nilishuhudia kitu cha ajabu sana. Dada mmoja alipata ujauzito, akajifungua mtoto sehemu ambapo kumbe ni jaribu ambalo Mungu analileta kwa lengo la kumpa masaidi yule mama. Siku moja yule mtoto kifo chake kilipata ajabu. Mama alienda sokoni, akamwaga mtoto wake Isaka vizuri kwa furaha, na yule mtoto licha kwamba alikuwa hawezi kuongea, lakini alijua ishara za mama yake, na hata kuna vitu alionyesha yule mtoto. Kwa hiyo waliagana vizuri, akamwacha mtoto baada ya kumwogesha hapo aende sokoni. Yule mama anatoka tu hivi, alikuta mtoto wake amelala usingizi. Hakuwahi kuugua, lakini alilala hivyo hivyo. Ndivyo alivyorudi kwa baba. Sikakalio. Mungu akikupa jambo ambalo ni msalaba, ni mateso, ukayapokea, muda unapofika anaona kwamba imetosha sasa. Huyu mtu imetosha kumpa baraka. Na baraka hizo zinaweza zikawapata hata wale wanaoshiriki. Akiona kwamba imetosha, Mungu anatoa. Kwa sababu ya mateso sio laana. Mateso na baraka, muda ukifika huwa anatoa. Hata je, mfano watu wachache. Padre Pio. Padre Pio ni kati ya watakatifu ambao walijaliwa mambo ya ajabu sana. Padre Pio yuko katika kundi la watakatifu ambao walikuwa na uwezo, Mungu aliwapa uwezo wa kuonekana zaidi ya sehemu moja kwa mara moja. Kwa mfano mimi ningekuwa Padre Pio, ningekuwa hapa ninaongea na nyinyi, lakini watu wengine wangeniona mahali kwingine, wangeniona mahali kwingine kwa muda huo. Hiki ndicho alichojaliwa Padre Pio. Kwa hiyo mtu akiwa hapo anaweza kuwa anaadhimisha misa, wengine wanaona kuna mtaani na wasaidia maskini, wengine wanaona kwenye kitubio na waungamisha. Ndicho kitu alichojaliwa Padre Pio. Ona mtu mwema kiasi hiki, lakini kwa sababu ya kuwa wanasema kadiri unapokuwa karibu na Mungu ndivyo unapoyakaribia mateso. Sasa alimpenda Mungu kiasi kwamba Mungu akamuuliza, nikupe zawadi gani Pio? Alichagua nipe mateso. Hiki ndicho kidogo zawadi ya juu kwa mtu au kwa mtu unayempenda. Kwa hiyo kweli Mungu akamzawadia mateso. Ghafla Pio alipata madonda 5. Mawili yalikuwa kwenye viganja vyake, vidonda vibichi kabisa. Viwili ilikuwa kwenye miguu yake na kingine kilikuwa kwenye ubavu. Kama yale ya Yesu. Ni vidonda ambavyo si kwamba vilikuwa pambo, vilikuwa vinauma kama vidonda vingine. Na hapa ndipo alikuwa anamwambia Yesu, hii ndio zawadi ninayokupa Pio.
aliyabeba kwa furaha na kwa ujasiri mkubwa. Kwa vile aliyabeba na hata hakunung'unika, muda ulipofika yale mateso yalitoweka, na alifika alipokufa. Pia alipokufa tu yale madonda yalipotea. Sasa sisi ndugu zangu, tunakimbia baraka kwa sababu ya kuogopa mateso. Tunakimbia baraka kwa sababu ya kuogopa kupata tafsiri mbaya ya mateso. Katika kundi hili nimeona watu mbalimbali hapa. Kila watu mbalimbali, nimeona kuna watu wengine ni walemavu wa macho. Pokea kama zawadi. Usidhani kwamba Mungu teso ambalo kila mmoja wetu analoliona, sifikiri kwamba hana uwezo wa kuliondoa. Ana uwezo wa kuliondoa, hata angesema kwa sekunde moja, lakini kwa nini analiacha? Lina faida kwako. Libebe kwa furaha. Vumilia mateso hayo yanayotokana na pengine wema wako. Haya yatakuletea furaha. Haya yatakuletea faraja. Mateso yanakupa thamani wewe Mkristo. Na ndio maana ndiyo njia ambayo Yesu anaitumia kutukomboa sisi. Sio kwamba kukuwa na njia nyingine, zilikuwepo zingine, lakini anataka kukazia zaidi pale ambapo shetani amepita kwa ajili ya kuwapumbaza wafuasi, yeye apitia kwa kusema kwamba mateso sio laana. Yapo mateso ambayo Mungu anamzawadia mtu anayempenda. Yapokee kwa furaha. Yapokee kwa ujasiri. Yapokee kwa uvumilivu. Yana thamani. Ndugu zangu, mateso ni msalaba. Na msalaba ni mateso. Tunaalikwa kuyachukua mateso yetu Kikristo ili tupate thawabu ya ufuasi wema. Mara nyingi tunakwepa msalaba kwa kutoyapokea mateso yetu Kikristo. Na kwa namna hiyo tumekuwa chanzo cha mateso kwa Kristo Bwana. Tunapokimbia mateso, tunasimuliwa karne ya kwanza ya Ukristo ambao leo sisi tunasherehekea miaka 2025. Katika karne ya kwanza Wakristo wa mwanzo walidhulumiwa mno. Walidhulumiwa. Ilikuwa kupata Ukristo ni kupata mateso. Wapo waliovumilia, wapo waliokimbia. Katika karne ya kwanza hiyo kulitokea mateso huko Roma. Ule mji wa Roma ulichoma au uliungua. Na lawama za kuunguza mji ule zilienda kwa Kristo. Wakasingiziwa kwamba ndio wameunguza ule mji. Kwa Kristo wale wakawa wamewekewa utaratibu au wakawa wamepangiwa kuuawa. Kipindi kile ndio bado Petro ni mji ndo papa sasa. Petro aliposikia mji wa Roma Wakristo kule wanataka kuuawa na kuna njama inawekwa kwa ajili ya kuuawa kwa sababu wamesingiziwa ndio wameunguza ule mji, alikimbia. Alitoroka. Alipokuwa anatoroka njiani akakutana na Yesu. Akashangaa. Anamwambia, mimi ninarudi huko unapokimbia mateso nikafe tena. Petro akasema, narudi. Ndipo hapo Yesu akapotea. Petro alirudi, akayakabili mateso, alikufa. Lakini tunayemwongelea Petro ni mtakatifu. Vumilia mama. Vumilia baba. Vumilia kijana. Mateso unayopitia ambayo yamekuja tu
ni ya ugonjwa, umefanya bidii kama ya kibinadamu, lakini yapo tu pale pale. Kama ni hospitali umefika, sala zote umesali, yabebe kwa furaha, yatakupa mastahili. Kuna siku ya mateso haya yatakufuta jasho, takaribishwa mbinguni kwa sababu ya jinsi unavyovumilia. Usipovumilia, shetani yuko pembeni, anakupandikizia kitu ambacho si cha kweli. Anakwambia mateso haya ni laana, mateso haya ni mkosi, anakutafutia suluhu yake feki ili uondokane na mateso. Hapo ndipo unamkosea Mungu. Yabebe mateso, yavumilie mateso. Ni mateso yanayotokana na ndoa yako, hujaomba, ulielewana na mume wako ama ukaelewana na mke wako, mkaanza safari ya maisha, imetokea sasa unapitia mateso. Yabebe, yavumilie, usiutue msalaba huo. Msalaba huo utakupa furaha. Ni mateso yanayotokana na hali ngumu ya maisha. Licha ya kwamba unafanya bidii, umeshika biashara hii haiendi, usikate tamaa. Vumilia. Ni mateso ya muda, yatakupatia faraja, yatakukomaza katika fadhila, utapata ushindi. Mateso yana thamani kwa Mkristo. Ndugu zangu wapendwa, tuhitimishe kwa kusema hivi: ni kwa njia ya msalaba sisi tumekombolewa na tumezaliwa upya kama wanakanisa. Kristo mwenyewe alisema, nitakapoinuliwa juu ya nchi nitawakuta wote kwangu. Alitimiza hili kwa sala yake kuu ya msamaha. Alituombea msamaha kwa Mungu Baba yetu. Alipokuwa pale juu ya msalaba, akishinda kifo, ndipo alipotupa siri ya mafanikio na siri ya ushindi katika msalaba. Ndio maana Mtakatifu Ignasi wa Antiokia anasema, shetani amefichwa mambo makuu matatu. Endapo angeyajua, asingeruhusu yatokee. Mungu amemficha shetani mambo matatu. Jambo la kwanza ni ubikia wa Bikira Maria. Yaani, unaona hapo kuna ushindi hapo. Yaani Mungu kuna vitu vitatu alimficha shetani. Cha kwanza, ubikira wa Bikira Maria. Bikira Maria alipokuwa anachukua mimba kwa familia ya Kinaana, kwa siri Mungu alimwepusha na ile dhambi ya asili, akamkinga kwa siri. Shetani hakujua. Laiti shetani angejua, angebisha hodi pale akavuruga. Mungu alimficha. Jambo la kwanza ambalo Mungu alimficha shetani. La pili ni kuzaliwa kwa Yesu. Yaani mazingira Yesu anapozaliwa, alizaliwa tu kwa kawaida. Shetani hakujua kwamba ana kazi gani huyo anayezaliwa, kwa sababu alizaliwa kwa hali tu ya kawaida. Alizaliwa kama binadamu wengine, tena katika mazingira duni ambayo hata hakuweza kufikiri. Alimficha. Na la tatu aliyomficha ni kifo cha Kristo msalabani. Alificha ile siri ya pale mateso yale, kifo cha Yesu msalabani. Hapo ndipo siri kubwa aliyoficha shetani asivuruge. Alishtukia Yesu alishakufa na watu wanakiri kwamba ni Mungu. Alificha. Kwa hiyo hapo ndipo kwamba mateso, ndugu zangu, Mungu ameficha vitu vya thamani. Ameficha vitu vya thamani katika mateso kwa Mkristo. Ndugu zangu, sina mifano mingi tu. Mnawakumbuka mashahidi wa Uganda jamani? Karoliwanga na wenzake. Fikirini juu ya mateso aliyopitia.
Leo hawa ulishawahi kuona tunaadhimisha misa tunasema tuwaombee marehemu Karoli Lwanga na wenzake? Ulishasikia? Hivi ukisema tumuombee marehemu Karoli Lwanga inaeleweka? Hawa watu kupitia mateso yamewaletea faraja na furaha. Kwa nini mimi na wewe tusivumilie haya? Kwa nini hakusumbua mpaka uende kwa mganga? Kwa nini hakusumbua mpaka unakata tamaa? Mungu yupo hai. Mungu akina Karoli Lwanga ndio Mungu. Ni yule yule. Ni yule yule jamani, habadiliki, ni yule yule. Mungu ni yule yule. Vumilia mateso. Usikate tamaa. Mungu ameficha ushindi katika mateso. Mahangaiko yako yatakupa faida. Vumilia kwa sababu Mungu hawezi kukuacha. Tumsifu Yesu Kristo.